Uko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 4 mwezi ni wa 11 mwaka ni 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa sita saa za Afrika Kati, 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Ni ndugu yako hapa, the one and only town DJP Rajab Wakili Kabonga, ambaye nitakuwa nikuletea haya matangazo sasa hivi. Karibuni sana kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Katika swala ambalo tutaligusia ni swala moja tu. Tutazungumzia kuhusiana na Pacifique Masunzu kuweza kukamatwa kwake jijini Kisangani ndani ya mkoa wa Chopo, na hivyo kuweza kupelekwa moja kwa moja jijini Kinshasa kwa tuhuma ambazo ni tuhuma mbalimbali. Tutakwenda kujua baadhi ya vitu kutoka kwa Pacifique Masunzu na mpaka kufikia kuwa komanda wa 3e zone ya defense ambayo inaongoza mikoa kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pacifique Masunzu, Lieutenant General Pacifique Masunzu, komanda wa 3e zone ya defense, alikamatwa Kisangani baada ya ujio wa Jules Banza, chef d'état-major general, kufika hapo, na hapo ndipo aliweza kumweka chini ya ulinzi na kumtransfere directement Kinshasa. Kwa nini Masunzu ameweza kukamatwa? Je, hivi unamjua Masunzu ni nani? Ushakusikia historia za Masunzu? Nataka nikugusie tu kidogo hapa kuhusiana na Pacifique Masunzu hadi kufikia kuwa komanda wa 3e zone ya defense. Pacifique Masunzu ni moja kati ya watu washirika wa zamani ambao walikuwa wanatumika na makundi mbalimbali ya kumiliki silaha. Akianza huko milima ya Minembwe, aliwahi kuungana na watu wa Minembwe, na maanisha hao wa Twigwaneho. Baadaye wakaja wakakorofishana, akawa anatumika pia na Wamaimai, baadaye wakakorofishana, akaenda hivyo. Donc alikuwa ni mtu mwenye hajawahi kuwa na uaminifu wa kufanya kazi ya moja kwa moja na watu na waende vizuri. Masunzu alikuwa anasadikika kwamba mtu pekee ambaye anapingana na utawala wa Kagame ni yeye. Hiyo ndio jinsi walituaminisha, na ndio jinsi waliaminisha watu kwamba Masunzu yeye na Kagame ni moto kabisa, wala hawaendani. Masunzu na Kabila hawaendani. Kabila hawezi kusema kitu mbele ya Masunzu. Na hapo kipindi hicho Kabila ndo alikuwa iko chef de l'etat. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, kama rais wa nchi akutaki na wewe ndo kamanda wa majeshi tuseme, kwa nini atakuacha uendelee kuwa kamanda wa majeshi na yeye akutaki? Lazima atakondoa. Nikaja kugundua kwamba kumbe kulikuwa kuna mchezo ambao hawa jamaa wako wanacheza, wako na pion zao zenye wako naziacha mu FRDC, na ni makamanda wanakuwa hawahusishi sana kwenye hii mipango, lakini wao wako wanacheza michezo mizito sana chini kwa chini, huku wakitoa ripoti na mikakati yote ya jinsi mambo yako yanafanyika. Na miongoni mwao nikaja kugundua kumbe na Masunzu naye pia yumo, licha kwamba tuliwahi kudenose hii mambo. Hivi unajua mtu alihusika na masakri za Makobola na sehemu zingine, Masunzu pia anatajwa ndani, ikiwemo Gasita vile vile. Unaona? So hawa watu wote wanatajwa katika watu ambao wako ndani ya rapport mapping. Masunzu naye pia yuko ndani. Kwa hiyo
utakuta kwa those criminals ambao walisababisha mauaji wakati wa RCD, wakati wa CNDP, wote wanajikuta tena wako mle ndani ya FRDC. Na inakuwa iko ni jambo la kushangaza kuona kamanda mwenye iko unaangalia operation ndani ya 3e zone ya defense, mikoa takriban 7 hivi kama kusema ya 5, zaidi ya 5, huko Nord Kivu, Sud Kivu, huko Chopo, huko Ituri, Bazuele, Otuele, Manyema, mikoa 7. None kamanda mwenye iko na contrôler 7 region, 7 province. Ina maana kwamba kuanguka kwa province ya Nord Kivu anajua, kuanguka kwa province kwa Nord Kivu, Sud Kivu anajua, mipango yote ya M23 kisiko naenda, mantite ziko zinaenda anajua, lari ziko zinakuya ku 3e zone ya defense, minisho zinakuja ku 3e zone ya defense, zileta wapi hazijulikani kwenye ziko zinakwenda. Sasa tunajiuliza, je, ni kwamba serikali haiko inatoa mipangilio maalum? Serikali haitoi fedha kwa ajili ya wanajeshi kupigana? Kumbe kila kitu kiko kinatolewa, lakini huko kunakuwa manyanga ndani yake. Sasa kukamatwa kwa Masuzu kutaleta picha gani? Najua tayari kushaanza kuwa maneno mingi kutoka kwa hao ndugu zetu, hao wakimbizi washaanza kuwa na maneno na kuanza kusema kwa nini wamkamate Masuzu ndugu yao. Na utakumbuka wao walikuwa wanampinga Masuzu, wanasema kwamba Masuzu ni adui wao. Lakini sasa hivi gisa anakamatwa tena, wale walikuwa wanampinga Masuzu ndio wanasimama kwanza kusema serikali inamwonea Masuzu. So Masuzu akwenda peke yake, alienda yeye pamoja na msaidizi wake ambaye ni General de Brigade General bwana Safari Gustave. Wote wawili wameenda na wanaenda kusikilizwa. Kukamatwa kwao sio kwamba wamekamatwa wamefungwa, hapana. Wamekamatwa wamepelekwa Kinshasa waende wasikilizwe. Kuna vitu ambavyo serikali Commandement General ya FARDC imeona kama vitu vijekaa sawa. Kwa hiyo inabidi waende wajitetee, wasikilizwe, bwana mbona hichi kitu kinaenda hivi, mbona operation kule azikamatiki, hazieleweki, kwa nini adui iko nakamata maeneo, uko nafanya nini, tuambie nini kinaendelea. Kubwa kenye kilikuwa hapa ni swala la Nzibira. Kwa nini Nzibira yenye iko point strategique kama hile njia iliingia mikono ya adui, ulikuwa uko wapi, nini kilifanyika? Kama watamsikia na wakiona kwamba amejitetea yuko sahihi, basi atarudishwa. Unaona? Na kama watakuta kwamba kuko makosa ambayo yalifanyika, yeye Masuzu haiko ndo generali wa kwanza kukamatwa. Tuko na majenerali ambao wamekamatwa na wako ndani. Kwa hiyo na yeye pia ataungana na wale wengine ambao wako ndani, na ikiwezekana kama watafuta jeshini pia wanaweza kufuta jeshini. Tofauti na ye Masuzu na msaidizi wake, kuna pia mameja wawili, le deux major pamoja na kapiteni mmoja ambao wote wamehusika katika hili swala, na hivyo watakwenda kusikilizwa katika vitu ambavyo wamehusika navyo. Kuko trafiki ya silaha, kuuzisha silaha, wako nauzisha silaha kuma group ya RB kuanzia Kisangani, na pia hii ambayo tulizungumzia hapo kuanguka kwa Nzibira, na pia kutokuwapa wanajeshi wahitaji ya kijeshi ikiwemo silaha, risasi pamoja na vitu vingine kwa wakati. Unaona? Kwa hiyo ni mafezi serikali ndio hapana, bosi tunafanya hivi, lakini mambo kule haiko inaenda vile ambavyo tuko tunategemea. So kama watakutwa hawakufanya haya makosa, wanaachiwa.
Wakikutwa kwamba haya makosa yametendeka, basi watakachokiona ni wao pia kujumuika na watu wengine. Sasa nirudie hapa kwenye hii point. Ndugu zetu wamoja nishasikia washaanza kulalamika, washaanza kusema Masunzu ni inosa, Masunzu watamfungia nini? Kwa nini wanatuonea sie tu? Unajua, tukiangalia hapa, tuseme tupige hesabu aba ba general benye biko mu FRDC ba Kinyarwanda, tuangalie ni Banyarwanda bangapi benye balifungwa juzi. Kati kulifungikana Mnyarwanda mwingine mmoja, naye pia hivyo alikuwa iko natoa information ku FRDC kupeleka ku RDF, jeshi la Rwanda. Ona, so ule eski watakosa kumfunga. Haya, dossier ya Masunzu tukiangalia, majorite ya watu wenye walikuwa wanachukiliwa walikuwa nafanya kama vile kuchukia. Kwangu nikaja kuona kwamba haya ni maigizo. Ni je ya sinema biko natuigizia kutupumbaza. Utakumbuka wakati Goma inaingia mikono ya M23 pamoja na Bukavu, huku wanamuke ya Kinyarwanda walikuwa nasema kwamba huu Masunzu ni msaliti. Masunzu ni msaliti. No, tukiingia Uvira tutamtafuta twende tumkamate Masunzu tumtupe Mutanganyika. Ushelewa? Sasa wale wenye walikuwa nasema vile leo wanarudia tena kwamba Masunzu wanamfungia bure ni inosa, bamwachilie. Hapo kuifikiria hivyo unapata picha gani? Unaona? Leo wanasema Masunzu wanamfungia bure, hana makosa yote. Sasa nyinyi mlikuwa mnasema kwamba ni msaliti. Mlikuwa mnasema kimkamata mtamtupa mtamuleka Tanganyika. Leo wanamfunga, sasa babapunguzie sharti ya kumtafuta, mnaanza kulia kwamba amefungwa, ameonewa, wala hana makosa yote, serikali imemonea. Ndio kaje kubaini kwamba kumbe hawa watu wanatuchezea sana, kamwe hawaachanagi. Na hili swala liingie kwenye akili ya kila Mkongomani kwamba hawa watu hawaachanagi. Unaweza kuambia mimi yule fulani wapi, songeagi naye kabisa. Unaona? Mambo ambayo yuko nafanya ni tofauti. Unaona, sisi sote ni Wakongomani, inabidi tushirikiane, inabidi tufanye hivi. Kumbe wanamtumiaga yule mtu wao kwa wakati sahihi. Wanajuana kisa wanatumikishanaga kwa wakati wao sahihi. Ndio hili ambalo limekuja kufanyika kwa Pacifique Masunzu. Mtu ambaye mnasema ni msaliti kwenu, inakuwaje tena mnaanza kumshadidia? Inakuwaje tena mnaanza kusema kwamba amefungwa kimakosa, ameonewa, hawezi kuachiwa? Na kwenu mnamuita kwamba ni adui, ni msaliti? Kumbe ni uongo mtupu, wanashirikiana na wanajuana vizuri. Kwa hiyo sasa hivi Masunzu yuko mpaka Kinshasa. Tunasubiria ukweli kutoka Kinshasa, ndio utatupa mwangaza. Je, kweli Masunzu amefanya haya makosa ambayo wanasema ameyafanya, ama kuna utofauti? Trafiki d'arme, kuuzisha kwa silaha kwa adui, kukolabore na M23, kuanguka kwa Nzibira na maeneo mengine. Kwa nini? Unaona, hapo hivyo ndo tunakuja kugundua jinsi nchi iko inapelekwa. Na nitazama ndani zaidi kuweza kuwaletea kitu ambacho wakati unakisikiliza utakuwa kuna na hisia tofauti. Lazima uwe na feeling tofauti. Useme kumbe tuko tunaishi mwinchi ambayo wamoja wako hivi na wengine wako hivi. Unaona? Wamoja wako hivi na wengine wako hivi. Mpaka mtu unajiulizaga lini Kongo itakuwa stable? Siku gani tutakuwa na stability? As long as tuko na watu mu gouvernement benye abapendi stability ya nchi haiwezi kuwa imara. Mimi nazungumza mara mingi juu ya hawa ndugu zetu. Of course ni ndugu zetu, kila binadamu ni ndugu yetu,
ni ndugu yangu, ni ndugu yako, hatuwezi kutupana kwa sababu sisi wote ni wanadamu. Sasa hawa ndugu wao wana tabia ya kipekee, na hiyo tabia yao ndio wako nayo sehemu zozote zile za kujaribu kuwadomine walio wengi. Unaona? Sasa ukitaka kudomine mtu ambaye watu ambao ni wengi, inakuwa iko ni ngumu, kwa sababu wale wanaelewa nini ambacho wako wanakifanya wakiwa wako kwao. Wewe umekuja, na kama umekuja unatakiwa uungane na wale ambao wametangulia pale ili muweze kutengeneza kitu cha pamoja, na kila mtu awe iko sincere. Sawa? Uwe kweli, uwe mko kweli. Kuna wakati hapa tulikuwa tunafanya ma reconciliation kati ya community ya ba refugee Rwanda ambao wanajiita Banyamulenge na Babembe, Bafuliru na wengine. Mtafanya reconciliation, mtasema kwamba ni sawa, okay, tutoe silaha zote, sote tuishi hivi hivi bila silaha, adui tutoe uadui ndani yetu. Mtakubaliana hivyo. Wabembe wataenda watatoa silaha zao, Wafuliru watatoa silaha zao, lakini wao hawatatoa silaha zao, wanaleta silaha mbili. Tutasema si hatukwagi na silaha, tuko na hizi tu. Sasa unajiuliza, hizi tu we, na sisi tupigane kila siku, tunaona silaha zempo nazo. Wanazificha silaha zao. Wakati nyinyi mtatoa zenu, mnarudia baada ya siku mbili tena wanasema hivi wao si hawana silaha, sasa twende tena sasa tuwapige ndio tupite sasa tunawatawala. Tena unajikuta wale wanaanza tena kuwashambulia. Lazima tuko tayari siku zote, na pia Mungu yuko upande wa mwenye haki. Sawa, atakuja kuanzia tena mashambulizi hivyo, zile silaha zao tena ndio tunawanyang'anya nazo, na ndio tena mambo yanaharibikia pale pale. Sasa unajikuta inakuwa ni michezo ya kwenda mbele kurudi nyuma, kwenda mbele kurudi nyuma. Mnataka amani lakini hampendi kufuatwa amani. Mnataka tushirikiane lakini hamtaki kweli kweli kushirikiana. Sasa ojiste nini kifanyike? Ukiangalia mwarme Kongolezi, hawa jamaa wako wa kutosha. Viongozi ndani ya jeshi wa kabila lao wako wa kutosha. Wako wengi sana. Lakini wote hakuna mwenye kunapigana juu ya FRDC. Huyu ni kule mwaniko anawaambia licha kwamba ya bapolitisi biko na ajabu kutetea maneno ya politiki abiko pour FRDC. Biko napigana juu ya kuprepare balkanisation, biko napigana juu ya kuprepare njia ya M23. Lakini abiko na combattre M23 sincèrement. Uongo. Ndio maana ukijiuliza kwamba Masunzu avec commandant ya 3e zone de défense. 3e zone de défense iko na maavion de chasse. 3e zone de défense iko na madrones. Iko na shindwa nini kufanya mashambulizi makali dhidi ya magaidi wa M23. Unaona hiyo yote mashambulizi ziko nafanyika hapo. Operation iko nafanyika partir ya Bujumbura. Operation iko nafanyika a partir ya Bujumbura, ndio tuko na base ya nyuma pale. Kwa kotea ya Kisangani hakuna. Hatuwezi fanya operation Kisangani kwa sababu Masunzu ana collaborer na M23. Yes. Pacifique Masunzu, commandant wa 3e zone de défense, ni depuis zamani tu masopson dhidi yake ziko zinatoka. Depuis zamani. Kwamba huyu jamaa kwa nini yeye akuwa arete? Commandant wa 3e zone ya défense, Nord Kivu inaanguka, Sud Kivu inaanguka. Kwa nini hawakumkamata yeye? Yeye anataka responsable. Tuambie kwa nini? Bakina gasi tabiko tu wanatembea hapo. Na wale wote. Kwa nini gasi naye aukamata? Yapi walimkamata? Gasi tawakamwaje? Hii ni nini? Ni kale kanani kwa kale ka ubaridi kusema kwamba tukifunga huyu watasema Juni Munyarwanda maana tunamfunga. Hapana. Si wanajisema kama ni Bakongole. Kama wanajiita Bakongole, mtaogopaje kuwafunga? Donc tutatengeneza nani kabila communauté moja Mkongo yenye ni bantouchable kama ndio kisi tutafanya hivyo. Kama tukikamata huyu watasema tunawaonea. Bora tukamate hapa ni ba mingi
juu yebo hawatakuwa na no, na sie kila kabila iko na watu yabo. Kila kabila iko na watu wao. Wafuliru wako na wafuliru wao, Wabembe wako na Wabembe wao, Wamushi wako na Washi wao, Wakasai wako na wao, Wamanema wako na kila watu wako na kabila yao. Sasa utamfunga nani? Eske kuna kabila Kongole? Hamna kabila Kongole. Sasa kama hamna kabila Kongole, huko nation ya Bakongomani. Na nation ya Kongomani si wote ndani tuko ni Bakongole. Haya, unajiretrouver huko mu FRDC. Cela veut dire que huko Kongole. Haya, kama uko Kongole na unafanya makosa, kwa nini usirepondre selo sheria ya nchi? Lika nani Mura ule petit Rwanda mwenye aliwaga watu bawili. Anajiretrouver iko mwarime Kongolese Rwanda. Sawa? Na ni soda wa RDF ya Rwanda, me anajiretrouver iko mwarime Kongolese. Ushela. Donc sio ule wako wengi. Eske mriko mama Masunzu alienda kusaidia vita ya 1994 Rwanda. Wanaenda kupigana Rwanda dhidi ya Habyarimana. Sio Masunzu wengi tu kina Gasita wote walipigana vita na dhidi ya Habyarimana. Ushelewa? Wakina nani Sultani Makenga, wakina Bosco Ntaganda, wale wote walipigana vita kwa kusaidia Rwanda kuangusha utawala wa Wanyarwanda ambao ni Wahutu. Unaona? Sasa wale tena ndio wanajiretrouver wako mwarime Kongolese. Sasa ulipigana mwarime Rwandese, leo uko mwarime Kongolese. Identité ina changer. Est-ce que identité ina changer ka hivi? Compétence ya Wakongomani iko chini. Viongozi wetu banajua. Na ba ministre banajua ke mwarime Kongolese tuko na ba refugee, tuko na ba Rwanda mu armée, na ni ba general, ni ba colonel, ni ba major, tuko na ba general ba Rwanda mu FRDC. Na rais iko na list yao, anabajua tel. No, lakini nini kinafanyika? Hakuna. Ndio maana tulitakiwa kutumikisha hizi sheria za yeyote mwenye anajua iko muarme Kongolese aliparticipa kama rebellion yoyote ile, ule no kufukuza mjeshi kabisa. Hatusikiza jeshi ya barebele. Jeshi ya barebele hatutengeneza hiyo. So kila mtu atakuwa na mua anaenda mpori anakuwa rebele, baadaye anajikuta yuko muarme. Anaamua tu anachukua bunduki zake anaingia mpori anaanza mauaji, baadaye watamuita watuka meza moja wanazungumza. Donc ni kama mchezo kenye alikuwa ashaitengenezea. Hii mu arme yetu Kongolese muko ba rebele ba AFDL. Pale ni ba rebele biko muundani. Ba RCD ni ba rebele biko ndani. Ba CNDP ni ba rebele. Ndio hii matunda yote ya kina Laurent Kunda, matunda ya ba Bosco Ntaganda, matunda ya ba Sultani Makenga, ba Rwanda bote hapa, matunda ya ba Pacifique Masunzu, ba Rwanda bote hapa, matunda ya ba Gasita, ba Rwanda bote hapa, na wengine. Ile sumu ndo ishawaingia sasa ba Kongole, kabila moja ni ya Bakongomani, na hapo sasa wanaanza kuwa wanajiunga na ba Rwanda. Donc il faut arrêter batu yote wenye balikuwa mu marebelio ambao biko mu FRDC. Tutengeneze jeshi lenye kuwa nguvu na imara. Lazima tukubaliane sisi sote tufanye hivyo. Na yote kwa yote itabidi jeshi waanze kuwastaafisha maafisa. Ulikuwa afisa ndani ya jeshi, banakustaafisha, unastaafu, unakaa pembeni. Kustafisha unakaa pembeni. Tutengeneze jeshi mpya. Tukiwa na jeshi mpya, hiyo ndio itasaidia kuweza kutotoa hii madoa zote. Na serikali iwe makini, hapana kupatia aba sous officier ba kitusi biko mwarime Kongolese, mwanze kuwapatia magrade. Aba ndio watakiwa kuwa sumu tena mbele juu. Ideolojia yao ni ile. Sawa? Biko na wazo lile la kutawala Kongo. Abawezi badirika, hata mfanya yeye abawezi badirika. Kwa hiyo lazima tubawekee sheria na tubawekee vipengamizi ambavyo vitawafanya wasikumbuke tena kurudia katika yale machafuko yao. Endapo tutashindwa kufanya hayo maamuzi magumu
itakuwa ni shida sana kwetu na itatuweka katika mazingira mabaya mno. Huu ni ushauri wangu kwenda kwa serikali yetu, sababu kila Mkongomani iko na jukumu la kusimama na kutetea taifa kulingana na hali ambayo tuko tunapitia. So hii ambayo unasikiliza ni Baraka One TV. Kikubwa ni kwamba Masunzu sasa hivi yuko mikono ya serikali, anaenda kuhojiwa. Tutajua ukweli uko wapi. Je, kweli amefanya haya makosa ambayo yamewekwa dhidi yake ama vipi? Kama ni amefanya makosa, sheria itachukua nafasi yake. Kama akufanya vile vile, pia sheria itachukua nafasi yake. Lakini kubwa kwa yote ni kwamba serikali ya DRC inabidi sasa ni wakati wa kujidebarase na hawa watu ambao ni wageni benye biko mu armée congolaise, walijikuta mle ndani kupitia marebellion za RCD, CNDP, AFDL, na hapo hivyo kuendelea kuharibu ustawi na usalama wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane majira ya saa 9. Bye bye.